Tunaweka mfumo rasmi wa kushirikiana na AYL katika kutoa huduma za kisheria kwa ajili ya wawekezaji wa ndani, lakini pia pamoja na wawekezaji wa nje. Kwa jambo la kwanza ni kuwawezesha vijana wa Kitanzania, mawakili wa Kitanzania, mawakili vijana wenye sifa ambao ni wanachama wa AYL kutambuliwa kama watoa huduma wanaotoa huduma kwa ajili ya wawekezaji hapa TISEZA. Mawakili wa Tanzania vijana watakuwa na uwezo kwa kupitia chama cha mawakili vijana kutambuliwa kama watoa huduma katika mamlaka yetu ya uwekezaji TISEZA bila gharama yoyote. Kwa ni namna mojawapo ya kuwawezesha vijana wa Kitanzania ili waweze kushiriki na kunufaika na mageuzi ya kiuchumi ambayo yanatokea katika nchi yao. Lakini pia taasisi zetu zitafanya vitu vingine vya ziada. La kwanza, tutakuwa na program za mafunzo kwa ajili ya vijana wote kuhusu masuala mazima ya uwekezaji ili na wenyewe waweze kutoa mchango wao, waweze kunufaika. Tutaki wanasheria wawe watu kuandika mikataba tu ya watu wengine, tungetaka na wao pia wawe wawekezaji. Lakini la pili, kuongeza uelewa juu ya masuala mazima ya uwekezaji. Lakini tatu, kushirikiana kufanya tafiti na maboresho ya vitu gani vya kurekebisha katika mifumo yetu ya sheria inayoweza kuongeza na kukuza kasi ya uwekezaji nchini. Hawa kama wanasheria wanakutana na wawekezaji kila siku, wanajua changamoto zao, wanajua maeneo gani yana mikwamo. Watakapotuletea sisi pia kama taasisi ambayo tumepewa mamlaka ya kushauri masuala mazima ya uwekezaji nchini, tunaweza kushirikiana nao. Kama sisi Umoja wa Mawakili Vijana tumechukua jukumu la kutangaza hizo nafasi kwetu na kuhakikisha kwamba wale wanachama wetu wanaomba katika vigezo ambavyo vimeainishwa, ambacho kimojawapo ni kuwa wakili na kuwa wakili kijana na mwenye maadili. Ndio vigezo ambavyo vimeainishwa. Baada ya hapo, wale mawakili watakaopatikana watapelekwa kwenye mamlaka ya TISEZA. Maana sisi tunawadhamini kuwapeleka kwenye mamlaka ya TISEZA. Kwa hiyo vigezo viko wazi na hakuna upendeleo. Sifa ni kuwa wakili na wewe wakili kijana. Ukiwa wakili ndani ya nchi yetu lazima uwe mwanachama wa TLS, na ukiwa wakili kijana unakuwa ndani ya Umoja wa Mawakili Vijana. Dira ya maendeleo ya nchi yetu ya 2050, mojawapo ya vitu ambavyo tunataka tukuze ni uchumi. Na mawakili tumekuwa tumefanya kazi nyingi. Sasa tumeamua kugeukia na kuangalia eneo jingine la uchumi ili tuone kwenye investment au uwekezaji tunaweza kukaa vipi hapo na tuweze kwenda na dunia na mabadiliko katika taifa. Na ukijua kwamba sasa hivi ni wakati ambapo wawekezaji wanakuja kwenye nchi, kwa hiyo na sisi lazima tuwepo kwenye tuwe sehemu ya kunufaika na uwekezaji. Taifa lazima lisonge mbele kwenye uwekezaji, lakini gurudumu hilo lazima tukutane na mawakili. Na sasa tunaangalia watu ambao wana chachu ya mabadiliko ni mawakili vijana. Sasa kutekeleza azma hiyo kama kiongozi, tumeona tuje tuweze kuweka makubaliano ya miaka 3 ili tuweze kunufaisha mawakili vijana